بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa nusiku wa tarehe 19 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1447 katika darasa ya tafsir al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala tulifikia aya 46 من سورة المائدة. يقول الله سبحانه وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. na tukawafuatishia hao banu Israil Isa ibn Maryam kuyahakikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurat. wa atainahu al-injila fihi hudan wa nurun ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. نتكمب عيسى عليه الصلاة والسلام إنجيل اليوم ndani yake uongofu na nuru na inaosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurat na uongofu na mawaidha kwa wacha Mungu. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. na wahukumu watu wa Injili kwa yale yaliyoteremshwa au yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake, na wasiohukumu kwa yale aliyoteremsha Allah, basi hao ni wapotofu. قوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي وأتبعنا آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مؤمنا بما في التوراة. الله سبحانه وتعالى alikuwa kituma mitume wake katika banu Israil, mtume mmoja baada ya mwingine. Kwa hivyo akafuatanisha na kumtumiliza mtume wake Isa alayhi salatu wassalam mu'minan bima fi at-Taurah, akiwa ni kuamini yaliyomo katika Taurat, wa hakiman bima fiha au wa hakiman biha, na akiwahukumu banu Israil kupitia Taurat. وأعطيناه الإنجيل مشتملا على الهداية للحق، نتكمpa إنجيل ambao ndani yake muna hidayah ya kuwaongoza watu katika haki, وعلى ما يزيل الشبهات من الحجج، نتكمpa hoja katika Injil, hoja zenye nguvu zenye kuondoa shubuhat, ويحل المشكلات من الأحكام، na kutatua mushkila wote ulioko katika ahkam zilizoko katika Taurat. وموافقا لما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من أحكامها، أي ومصدقا لما بين يديه من التوراة. kwa hivyo Injil ikafikiana na yale yaliyoko na yaliyoteremshwa katika Taurat, isipokuwa katika vitu vichache ambavyo vilifutwa hukumu zake kutoka katika Taurat kwenda katika Injili. وجعلنا الإنجيل هدى يهتدي بها المتقون، tukaifanya Injil wakati wa Isa alayhi salatu wassalam ni uongofu
wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwa ni wenye kuongoka na Injili. وهدى وموعظة للمتقين أي وزاجرا عن ارتكاب ما حرمه عليهم. na mawaidha bimaana ndani yake kuna makemeo kwa yale wanaoyafanya katika aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala juu yao. hii ndio Injili aliyoteremshwa Isa alayhi salatu wassalam. Walyahudu lam yu'minu biIsa, Mayahudi hawakumwamini Isa alayhi salatu wassalam. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما, Mayahudi walikufuru na wakamsingizia Maryam alayha salam uzushi mkubwa, bimaana wakamuita Isa alayhi salatu wassalam kuwa ni mtoto wa nje ya ndoa, na mpaka leo ndio wanavyoitakidi Mayahudi. واليهود لا يؤمنون بالناسخ والمنسوخ عليهم لعائن الله, hawaamini wao kuna nasikh na mansukh katika ahkamu. kwa nini hawaamini? ili wasimuamini Isa na Muhammad alayhi salatu wassalam, kwa sababu wakimwamini Isa manake lazima waamini kuwa hukumu ya Taurat kuna ahkamu zimefutwa mansukha, na wakimwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam itabidi wakubali kuwa kuna ahkamu nyingi katika Taurat ni mansukha. kwa wakaja na hukumu min kisihim, kutoka katika mifuko yao, wakasema kuwa haiwezekani kuwa na nasikh na mansukh katika sheria ya Allah, kwa sababu wakithibitisha hilo itamaanisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna mahali pengine labda alikosea iwatengeneza. kada shubha anazokuja nazo. والله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. na hakuna myahudi yoyote utamuuliza ili swali atakujibu sawa sawa. je, yafaa mtu kumuoa dada yake wa baba na mama? katika hukumu za kisheria zote zilizoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili halifai, la katika Taurat, la katika Injili, la katika Qur'an. hakuna aliyohalalishiwa kumuoa dada yake wa baba na mama. sasa muulize swali la pili, wale watoto wa Adam walikuwa wakioana vipi? Adam alayhi salam alipoteremshwa katika hii ardhi, ilikuwa tumbo hili, yule mtoto wa kiume na wa kike anayezaliwa atamuoa yule binti anayezaliwa wa tumbo la pili, na yule wa kiume huko atamuoa huyo. na haya tuliyozungumzia tulipokuwa tuzungumzia watlu alayhim naba bani adama bilhaqi idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. sasa walikuwa wakioana kwa sababu ya hali waliokuwa nayo, ilikuwa iwezekani kuoa kwingine, lazima utamuoa dada yako wa baba na mama, sababu wote walikuwa ni watoto wa Adam na Hawa. طيب, hii hukumu iko mpaka leo? Sema hukumu imefutwa. na nyinyi Mayahudi muamini hii hukumu iko mpaka leo au hakuna? Mkisema kwa hakuna, maana yake mkubali. jazakallahu khair. mkisema kwa rafa Allah qadrak, mkisema kwa hii hukumu hakuna, maana yake hukumu ifanini? ilikuwepo ikafutwa. jazakallahu khair, ilikuwepo ikafutwa. na mkisema hii hukumu ipo, mtakuwa muhalalisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiharamisha. kwa Isa alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala alimtumiliza akiwa ni mwenye kusadikisha yaliyomo katika Taurat, na kuna mambo ambayo amewahalalishia yameharamishwa katika Taurat, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala la yuharrimu at-tayyibat, haharamishi vitu vizuri, isipokuwa Mayahudi Allah amewaharamishia vitu vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kufru waliokuwa nao Mayahudi na inad, asema haramna alayhim tayyibatin uhillat lahum,
tukawaharamishia vitu vizuri ambavyo walikuwa wamehalalishiwa, tukawaambia ni haramu, msile. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwaharamishia kula mafuta ya ng'ombe na mbuzi. Na kuna faida nzuri sana nimesikia karibuni hivi Sheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, nafikiri kama hii clip imetembea mmesikiliza. Subhanallah, ukiangalia maneno ya Sheikh Abdul Razzaq ni kweli kabisa. Sasa hivi kuna diaya enea kuwa mafuta ya hawa wanyama ng'ombe, mbuzi yana madhara, lakini watu waenda kununua mafuta ya supermarket yani, ambayo yameleta madhara makubwa sana katika afya za watu. Sheikh Abdul Razzaq asema hii kuna uwezekano nyuma yake kwa Mayahudi, kwa sababu wao wameharamishiwa kula mafuta ya hawa wanyama, kwa hiyo wakawaharamishia watu kwa kuambia kuwa yana madhara. Na kwa kweli wewe angalia samli safi kwa mfano ya ng'ombe, kisha uangalie samli wanaokwenda kununua katika masupermarket au mafuta wanaonunua kwenye supermarket, yale madhara yanayopatikana ndani yake. Lakini vipi watu waweza kukinaishwa kuwa hizi vitu hazifai, kwa sababu wao wenyewe hawaruhusiwi kula, ndio wakawaharamishia na watu kwa kuleta diaya ya kuwa na madhara. Kwa alivyokuja Isa alayhi salatu wassalam katika maneno aliyowaambia Banu Israil, waliuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum, kwa kuna baadhi ya vile ambavyo walikuwa wameharamishiwa katika Taurat, alivyokuja Isa alayhi salatu wassalam akaja katika Injil akahalalishiwa. Allah subhanahu wa ta'ala akielekeza kwa manasara asema, waliyahkum ahlul injili bima anzala Allah fi, ay waliyu'min an-nasara bima anzala Allah fi al-injil waliyahkumu bihi fima jaa bihi min sidqin aw min sidqi قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم. ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله التاركون للحق المائلون إلى الباطل. نوامين منصارى kile alichokiteremsha Allah katika Injili na wahukumu kupitia hiyo Injili katika yale aliyokuja nayo Isa alayhi salatu wassalam, fima jaa bihi min sidqin qabla bi'thati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, katika yale ya kweli yaliyokuja kabla ya kutumilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini baada ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Qur'an kama tutakavyoona hapa mbele ni muhaiminan ala jamii al-kutub, kwa Qur'an ikawa ni yenye kufuta ahkam za vitabu vyote vilivyopita. Na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akatumilizwa bilhanifiyati samha, na dini ambayo ndiyo dini sahali kabisa, sheria iliyokuwa sahali kabisa. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. akatumilizwa na sheria ambayo imenyooka kabisa, iliyo safi kabisa. Kila kilichohalalishwa, kila kilichoharamishwa kina madhara na watu. Tena ametumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja kuwaondoa au kuwaondolea minyororo na sirisiri walizokuwa wamefungwa nazo, yani yale mambo mazito waliokuwa nayo wale umma waliopita. Alivyokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahkam za sheria ya Kiislamu zikawa ni sahali kiasi cha kuwa ukitizama kule nyuma ilikuwa ni kama minyororo. Akaja Mtume Muhammad sallallahu akawafungua na kuwaachilia huru kutokamana na yale mizigo waliokuwa nayo kabla ya hapo. Tuangalie hizi aya mbili mwanzo, kisha insha Allah taala ikiwa wakati utaruhusu tutasongea mbele.
يقول الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: وقفينا أي أتبعنا. kwa hivyo Isa alayhi salatu wassalam hakuwa isipokuwa ni katika msururu wa mitume wa Allah waliotumilizwa kwa Banu Israili. وقفينا على آثارهم يعني أنبياء بني إسرائيل. kwa Isa akafuata msururu wa mitume waliotumilizwa kwa Banu Israili, na ni wengi, na Isa ni mmoja wao. قال تعالى: بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة أي مؤمنا بها حاكما بما فيها. kwa Isa alayhi salatu wassalam hakuja kuipinga Taurat, bali aliamini Taurat, na ndivyo ilivyo yule mtume anayekuja baadaye aamini vitabu vyote alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kabla yake, kama vile sisi leo Waislamu tuamini vitabu vyote alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala huko nyuma. Sasa mtu akikwambia basi mbona hamhukumu kwa Taurati, tusema kuwa sasa hivi ni wakati wa Qur'an, kwa hatuna haja ya kwenda kuitizama Taurati ili tuhukumiane. Tutahukumiana na hii hukumu iliyoteremka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Ama Taurat na Injil zote tuziamini min indillah subhanahu wa ta'ala, kuzifuata tuamini kama alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kuna mambo yamebadilishwa katika vitabu kwa mikono yao. Mayahudi na Manasara wameharibu na kubadilisha mambo mengi ndani yake. Kwa hiyo sisi tunasema kuwa hatuwezi kupinga chochote tukaja tukapinga neno la Allah, wala hatuwezi kuunga chochote mkono tukao tutaunga mkono kitu ambacho wamekiongeza wao. Kwa hiyo sisi tunasema kuwa tutosheka na Qur'an. Sasa hivi vitabu vilivyoteremshwa, kila mtume anayetumilizwa aamini vile vitabu vilivyopita. Kwa hivyo Isa alikuwa aamini kile kilichoteremshwa katika Taurat, bali alikuwa akihukumu kwa yale yaliyomo katika nini, katika Taurat. wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur, ay hudan ila al-haqqi wa nurun yustadha'u bihi fi izalati ash-shubuhat wa halli al-mushkilat. na hii Taurat Allah ameisifu kuwa ni hudan wa nur, bimaana hudan ila al-haqqi ni mwongozo unaowaongoza watu katika haki wakati huo, tena ni nuru yustadha'u bihi fi izalati ash-shubuhat wa halli al-mushkilat. ni nuru ambao anaitumia aweza kuitumia kuwa ni mwanga unayemuongoza yeye katika kuondoa shubuhat, hoja tata walizokuja nazo watu wa batil, na yale mashakil ambayo yaliyomo baina yao katika ahkam. Injili ikaja kuyatatua. kuna yale ambayo walikuwa wameharamishiwa alipokuja Isa alayhi salam katika Injili wakahalalishiwa, kama tulivyotaja katika aya sura Al-Imran: waliuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum. qala wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. kwa Isa alipokuja yeye akawa ni mwenye kuifuata Taurat, hakuikhalifu Taurat na yale yaliyomo ndani yake, isipokuwa katika mambo machache ambayo amewabainishia Banu Israil baadhi ya yale waliokuwa wakikhtalifiana nayo, kama qala ta'ala ikhbaran 'an al-masih annahu qala li bani Israil, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu al-Masih ibn Maryam kwa yeye aliwaambia Banu Israil: waliuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum, bimaana katika yale niliyokuja nayo ni kuwahalalishia baadhi ya yale mlioharamishiwa.
lakini mayahudi ni watu wa inadi sana. Isa alayhi salatu wassalam alipokuja wakamkataa, na mpaka leo hata jambo la ajabu, ukitaka kujua kuwa manasara ni juhala, ni watu wajinga ambao hawasomi vitabu vyao. Kuna manasara ambao waamini wao kuwa mayahudi wako na wao. Kuna manasara waamini wao kuwa mayahudi wako pamoja na wao. Kuna clip moja ya mwanamke wa Kimarekani ambaye ana asili ya Kijapani, yuko dawlati al-Yahud kule Israeli. Sasa yeye amekwenda kule asubuhi, barabarani atangaza, ana clip yani jivuta juu, hawa huwa waweza kusimama barabarani kama wale muona feri pale, waweza kusimama mahali wapiga kelele tu. Sasa waambia wale Mayahudi kuwa God loves Israel, yani awasifu yani. Wallahi wale Mayahudi wapita wamtemea mate kwenye uso wake, wallahi alazim, kila anayepita mtemea mate kwenye uso wake. Wengine wapita wampiga. Kuna mmoja kamzaba kofi la uso, yeye aona ajipendekeza kwao. Haikufika mwisho wa mchana anjua kumbe Mayahudi hawako na yeye. Ni wapumbavu, hamuelewi, kwa sababu hamsomi hata hivyo vitabu mnavyosema muamini. Mayahudi walimwamini Isa yupi? Wao hawaamini kuwa Isa yule wanayemtarajia, wasema Masaya wanayemtarajia, hawaamini kama ashakuja, kwa sababu Masihi wanayemsubiria wao ni Masihi ad-Dajjal, ndio Masihi wao wanayemsubiria. Na ndio maana akitoka wafuasi wake wa nani? Al-Yahudi, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa ujinga waliokuwa nao, kwa mfano yani, hata ungesema labda ungesema hawa Waislamu wako karibu na sisi, mfano ungesema hivyo. Kwa nini? Kusema Waislamu bwana wamheshimu Isa alayhi salatu wasalam kama mtume, na mama yake wamheshimu sana, mpaka kuna sura katika Qur'ani tu suratu Maryam. Wala Mtume sallallahu alayhi wasallam kama angelikuwa si mtume, si angeziita zile sura kwa majina ya wake zake basi ama binti zake. Hakuna suratu Fatima wala hakuna suratu Aisha, kuna suratu Maryam. Kwa zungumzo maneno mazuri sana kuhusu Maryam alayha salam, bali katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amtetea Maryam alayha salam na kuwarudi Mayahudi kwa kusema wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan adhima. Na Allah akimzungumza wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wallati ahsanat farjaha, akamsifu Maryam alayha salam katika kitabu chake kwa maneno mazuri sana. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an akimzungumzia Maryam alayha salam asema katika kumweleza Maryam alayha salatu wassalam kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumzia Maryam kuwa wafaddalaki ala nisa'i alalamin, kuwa amemfadhilisha juu ya wanawake wote ulimwenguni. Kuna maneno mazuri kama haya. Kisha imekaa hii mijidude haina hata elimu ya kusoma vitabu vyao kuelewa haya maneno, kujua kuwa namna gani Allah amemsifu Maryam alayhi salam katika enda kujitupa kwenye miguu ya Mayahudi, watu waovu kabisa, qatalatul anbiya. Nimeona kuna wengine maskini watetea wale Mayahudi kwa imani, wakiamini kuwa hawa ni jamaa zetu, bali waamini kuwa they are the chosen people, kama wanavyosema chosen people hawa. Watu waovu kabisa ambao waliua mitume wa Allah, na mpaka kesho hata Isa alayhi salatu wassalam walitaka kumuua, Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa, bali wajivuna wasema wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Hili ni jambo ambalo wao wajifakhirisha nalo kuwa sisi tumemuua Isa alayhi salam, wajisifu katika hilo.
Allah subhanahu wa ta'ala pia hilo akalivunja kabisa, wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Sasa wewe angalia manasara wanavyofikiria, mpaka kufikia kwa Isa alayhi salatu wassalam waislamu waamini kuwa atarudi na atahukumu katika ulimwengu kwa sheria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wangewauliza wa Mayahudi, mwenye muamini atarudi Isa alayhi salam, waulize wasikie utawajibu nini. Lakini kwa sababu ya jahili, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba, usiwaone hivi ana sehemu fulani katika injili wasoma basi, lakini hawakijui kile kitabu. Na wala usishangae ukamuuliza yoyote katika manasara, ushawahi wewe kusoma injili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ile unaoamini wewe ni injili? Atakwambia sijawahi. Sasa wazungumza nini wewe? Waijuaje hii dini? Na yale mambo mengi yaliyochomekwa pale ndani, mambo mengine yako wazi kabisa kwa hili haliwezi kuwa neno la Allah kabisa, na tanaqudh iliyokuwa pale ndani. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، قال ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة. katika kauli za wanavyuoni, kauli iliyo na nguvu ni kuwa Injili imefuta, kauli iliyo mashuhuri zaidi ni kuwa Injili imefuta baadhi ya ahkam zilizokuwa katika Taurat. Wa qawluhu ta'ala wa hudan wa maw'izatan lilmuttaqin, ay waja'alna al-injila, tukaijalia hii Injili aliyoteremshiwa Isa hudan yuhtada bihi, ni uongofu ambao watu waongoka nao na kufuata. Wa maw'izatan ay zajiran an irtikabi al-maharim wal ma'athim, yenye kukemea kutokamana na kufanya yaliyoharamishwa na madhambi. Lilmuttaqin ay liman ittaqa Allah wa khafa wa'idahu wa 'iqabahu, kwa yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala akaogopa makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu yake. Na hao ndio wanaonufaika na kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata Qur'an, kisoma katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala sema hudan lilmuttaqin, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Sababu wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio wanaofaidika na maneno aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. قال وقوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قرئ وليحكم أهل الإنجيل بالنصب على أن اللام لام كي، أي ولكي يحكم. سمع يمسومك ونصب وليحكم أهل الإنجيل، يمسوم وليحكم أهل الإنجيل. katika nahwu lamu kay ni nasiba, kintu yawache hapo. Wa atainahu al-injila liyahkuma, lamu kay yani ili wahukumu, liyahkuma ahlu millatihi bihi fi zamanihim, ili wahukumu wale waliofuata mila yake, yani ile sheria iliyokuja nao Isa alayhi salatu wasalam, fi zamanihim, katika zama hizo zao, si sasa. Yani hii Taurat tumeiteremsha kuwa ni hudan wa mau'izatan lilmuttaqin waliyahkuma ahlul injil, na pia tuliiteremsha wakati huo ili wale watu wa injil wahukumiane na hiyo sheria iliyoko ndani yake. Sio, umeelewa? Kwa haizungumzii leo, yazungumzia huko nyuma wale wafuasi wa Isa alayhi salatu wassalam. Kwa ikija lam ikawa ni lamu kai kwa qiraa waliyahkuma ahlul injili, yani kadhalika hii Taurat tumeiteremsha kwa ajili ya wale wafuasi wa Isa alayhi salatu wassalam
wahukumiane, sio kuwa waamrishwa sasa wahukumiane na Injili, sababu sasa hivi si wakati wa Injili, sasa hivi ni wakati wa Qur'an. Sio, mmepaelewa hapo? Imam Kathir akasema wa atainahu al-injila liyahkuma ahlu millatihi bi fi zamanihi, wa quri'a wa liyahkum bil jazmi ala anna al-lam lamul amri, na ndio qiraa ambayo sisi tusoma wa liyahkum ahlu al-injil, kwa hiyo ni lam ya amri, liyu'minu bi jami'i ma fihi, bimaana waamini vyote vilivyoko ndani yake, waliyuqimu ma umiru bihi fihi, na wasimamishe vile walivyoamrishwa ndani ya Injili. Kisha akasema wa mimma fihi albisharatu bibi'thati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na yaliyomo katika Injili ni bishara aliyotoa Isa alayhi salatu wassalam, aliyotaja Allah katika surat as-Saff, bishara ya kutumilizwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, na hayo pia ukayaondoa. Kuna mmoja alikuwa sema, vipi itakuwa ni mtume hajui kuandika wala kusoma? Katika vile vitu ambavyo vimebakia katika Injili ni kuwa pale ndani pametajwa sifa za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika sifa zake atakuwa hajui kusoma wala kuandika. Nimecheka, kuna debate moja nimeiona, yule mnasara asema, mtafuataji mtume hajui kusoma wala kuandika? Yule bwana akamwambia, fungua Biblia, sijui nisijua wale jamaa, mashaallah, akifungua imeandikwa pale atakuwa hajui kuandika wala kusoma. Subhanallah, ikiwa wewe hiyo ndiyo shubha yako, kitabu unachokiamini kikajibu hivyo, iko hiyo aya mpaka sasa kuwa atakuwa hajui kuandika wala kusoma, yule jamaa akashtuka akanyamaza na asiamini hivyo hivyo. Yani kama kuna shubha wewe ya kuzuia, si ni hiyo? Umekuja pale kuleta shubha kusema kuwa vipi mtaamini mtume hajui kuandika wala kusoma? Akamwambia wachana na Qur'an, wachana na maneno ya mtume sallam, sisi tukwambia wewe fungua hiyo sehemu fulani fulani. Akifungua baada akisoma katika sifa za huyo mtume atakayetumilizwa, atakuwa hajui kuandika wala kusoma. Katika Injili iko alivyosoma, akaanza kuangalia huku na huku, ameaibika, kisha huyo enda kutafuta nyingine. Hiyo sasa haikufanya kazi, wacha utafute nyingine. Sasa si hii tu ikujulishe wewe kuwa kile kilichokuwa wewe cha kusumbua, jawabu lake umelipata kwa kitabu unachodai kuwa wewe wakiamini. Sasa ndio hapa uamini, basi uamini kila kilichokuja, na katika yale yaliyokuja humo ni kuwabashiria nyinyi kutumilizwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala alimpa bishara, tulisoma hapa Isa alayhi salam katika surah al-Imran, waja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah, na nitawajaalia wale waliokufuata wewe kuwa watakuwa juu ya waliokufuru mpaka siku ya kiyama. Kuna watu hapa utiliwa shubha, kwa hivyo wale waliomfuata Isa itakuwa ni manasara. Waliomfuata Isa mpaka kuamini kwa bishara ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watakuwa juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya kiyama, kwa sababu hao ndio waliomfuata Isa. Kwa hiyo leo tuweza kusema kwa kinywa kipana kuwa Waislamu ndio wafuasi wa kweli wa Isa alayhi salatu wassalam, kwa kumwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndiyo bishara aliyotoa nani? Isa alayhi salatu wassalam. Akaitoa kuwa atakuja mtume. Kwa nini hii bishara ameitoa? Ili akitumilizwa na nyinyi mfanye nini? Mumwamini, mumfuate huyo mtume atakayetumilizwa. Kwa kuwa Waislamu wakamna mtume sallallahu alaihi wasallam, ili wakalibainisha. Kwa kuwa Waislamu wakamfuata ile bishara yake Isa alayhi salam, wakamwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akawajalia ndio wako juu. Na kuwa juu si lazima wawe juu kisilaha na nguvu peke yake, la, kwa sababu ushindi waweza kuwepo pamoja na kuwa ile hali wanaokuwa nao watu ni dhaifu katika upande wa hoja, katika upande wa dalili. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala
hata wafuasi wa Isa alayhi salatu wassalam aliwasifu na kusema fa'ayyadna alladhina amanu fa asbahu dhahirin, wakawa wao ndio washindi. Pamoja na kuwa ingelikuwa wao ni washindi, mbona basi walitaka kumuua Isa wakuweza kumlinda mpaka alipomuondoa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo ushindi wao sio kuwa ni ushindi wa silaha na nguvu, walikuwa na ushindi wa hoja walizokuwa nazo zilizokuwa na nguvu, ambazo hakuna yeyote katika maadui wa dini yao alikuwa yuweza kusimama katika hizo hoja walizokuwa nazo. Kwa hivyo katika yale yaliyomo ndani ya Taurat, ikiwa wao ni wa kuiamini, waliyahkum ahlul injili bima anzala Allah fi, bimaana wahukumiana na waiamini yote, na katika yale yaliyomo ndani ni bishara Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa, wal amru bittiba'ihi wa tasdiqihi idha wujida, na kuamrisha jambo la kumfuata huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumsadikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakapopatikana, atakapokuja. Kwa hivyo wale walioamini kikweli Injili ni wale ambao alipotumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakafanya nini? Wakamwamini. Kama qala ta'ala, qul ya ahla alkitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal-injil wama unzila ilaykum min rabbikum. Na hii aya tutakuja kuisoma insha Allah taala huko mbele, aya 68 hatujafika. lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal-injila wama unzila ilaykum min rabbikum. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nyinyi si chochote, hamja kuwa wa kweli mpaka mtakapoisimamisha Taurat na Injili na yale mlioteremshiwa juu yenu nyinyi kutoka kwa Mola wenu mlezi. Na katika yale ya kusimamisha vitabu hivi ni kufuata bishara iliyoko ndani ya vitabu hivi kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama Mayahudi wao wajua kuwa huyu ni mtume wa kweli, lakini wasema basi tu sisi Mayahudi tukataa. Ala mzaji, kuna bwana mmoja amefanya documentary, akakusanya maswali aliyokuwa akiwauliza wanawavyuoni wa Kiyahudi katika asri hii, bimaana yuenda kwao kisha yuwasomea Taurat kwa lugha yao, na pale ndani imetajwa swa jina Muhammad, iko hivyo onyesha yasoma. Sasa yuuliza huyu hapa ni nani? Asa onyeshwa mmoja katika wale habr wa Mayahudi, asemuni Muhammad alifuatwa na Waislamu. Yule bwana amwambia, sasa wewe wajua kama ni mtume? Sema najua kama ni mtume. Sasa mbona umfuati? Asema sisi tuko hivyo, wewe tuache tu. Wewe muamini, amwambia mfuate. Huyo ndio alitajwa hapa. Lakini sisi tumwamini tu. Basi tu. Si kuwa hatujui, twajua ni yeye. Yosema wazi wazi, sisi twajua ni yeye. Huyo anayefuatwa na hawa Waislamu ndio huyo mtume aliyetajwa hapa. Mbona nyinyi hamumfuati? Asema kwa sababu sisi Mayahudi tuko hivyo. Sema hivyo wazi wazi. Yaani ni watu wana inadi ya wazi kabisa. Zungumza kwa sisi hatukubali kumfuata, sio kuwa hatuamini kama ni mtume. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aeleza wazi katika kitabu chake kuwa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, wamtambua na kumjua huyu mtume kama wanavyomjua, kama mtu anavyomjua mtoto wake aliyemzaa, amjua vizuri sana. Sasa tizama wewe na ule ukweli wa ujua na juu yake pia waukataa. Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu wa ardha, sahabiyul jalil, ambaye alikuwa ni katika ahbari al-Yahudi, alikuwa ni mwanachuoni katika wanavyuoni wa Kiyahudi. Katika kueleza namna alivyokutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema alipomuona, falamma raaituhu, nilipomuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mara ya kwanza, akasema laysa hadha biwajhi kadhab, uso wake tu huyu si uso wa mtu muongo. Kwa sababu kama anavyosema Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu,
inna lilhaqqi nuran, hii haki ina nuru. Lau kama mtu ataitizama kwa kuitaka haki ataifuata. Na fitra ya wanadamu Allah amewaumba kuwa mwanadamu akirudi katika fitra yake ataipenda haki na ataikubali haki, na hataweza kumwona mtu wakati mwingine ikiwa nia yake sio mbaya, yuko kwenye batil, lakini kwa kuwa yeye wadhania kuwa hii ndiyo haki akaifuata ile batil kwa kudhania kuwa ni haki. Lakini siku anapoijua haki ni hii, basi ataifuata. Na ndiyo maana kwa mfano sisi utakuta tuwatetea baadhi ya wanaovioni ambao waliteleza katika baadhi ya mambo. Kwa mfano al-Imam an-Nawawi ama Ibn Hajar rahmatullahi alayhima, sio kwa sababu alichokisema ni haki katika yale makosa waliyosema, lakini tuamini kuwa lau kama ingewabainikia haki katika hayo walioteleza, wasingeikataa ile haki. Kivipi tumejua hayo? Kwa mengi ambayo wameyazungumza katika haki na mengi walioandika katika haki, kuonyesha kuwa wao waifuata haki kule iliko. Sasa ikiwa mtu akiwa katika fitra, mtu wa kawaida tu ataipenda ile haki na kuifuata, kaifa bi ulama almuslimin ambao katika mazungumzo yao wanapozungumza wajua kuwa kawaid zao wanazotembea juu yake watembea katika kuifuata sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pengine ameishi katika asri wale wanawavyuoni wanaosoma chini yao ndio hivyo wanavyofuata wao, wakaona hili ndio haki kwa kuwa walimu wetu wote wako hivyo, hakuona aliyokuwa kinyume na hivyo, kwa haikumbainikia ile haki. Tuamini kama huyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe katika ile sehemu aliyoteleza, sio kuwa amekusudia. Sasa hapa utakuta kuwa nafsi ya binadamu Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba kuwa yaipenda ile haki lau kama mtu atarudi katika fitra yake. Na hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu ambaye Allah amemruzuku kuifuata haki aliona, na atakuwa tayari kuinusuru ile haki kwa njia yoyote ile, hainusuru ile haki kwa sababu ashakinai kuwa kila anachokifuata ni haki. Ingawa kama tulivyotaja kuna sawarif, kuna vitu vingi ambavyo vyaweza kumzuia mtu kutokamana na kuifuata haki, vingi sana, na viko vingine ambavyo ni mtu mwenyewe ajitakia. Lakini kama ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa yale aliyokuja nao ni haki, yako wazi. Na ndio maana mpaka kufikia Allah subhanahu wa ta'ala kusema la ikraha fi ddini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Hakuna haja ya kumlazimisha mtu kuingia katika Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu uko wazi, mtu mwenyewe yuwakinai kuufuata, kwa sababu ni dini iliyokuwa wazi kabisa. Hakuna kilichohalalishwa katika Uislamu waweza kusema wewe kuwa hiki kingeharamishwa, wala hakuna kilichoharamishwa katika Uislamu waweza kusema hiki ingelikuwa bora kingehalalishwa. Kila kilichoharamishwa chastahiki kuharamishwa na kila kilichohalalishwa chastahiki kuhalalishwa. Bimaana hauwezi kutia dosari katika hukumu yoyote ya Kiislamu. Na ukimwona mtu atia dosari hukumu yoyote, ujue huyo ana madudu kwenye kichwa chake, ana shubuhati zinazomsumbua. Lau kama yuataka haki kweli akaelezewa, atajua kuwa kile anachokipinga sio sawa. Na mara nyingi tumetoa mifano. Huwezi kumwona mtu mwenye akili timamu atauliza kwa nini imeharamishwa kunywa pombe katika Uislamu, ilikuwa yafaa iwe halali. Kwa sababu mtu akitizama yule mlevi, na nikisema mlevi akili yako isiende kwa yule anayekuna ule mvinyo peke yake. Hata hawa wanaokula haya matembe ya madawa haya pia wale walevi. Hebu wewe muangalie yule wale watu wanaoitwa mateja, hadana Allah wa yao, wengi ndugu zetu hao wanaitwa mateja. Allah tuongoze sote na waongoze ndugu zetu waondoe katika majanga. Lakini ukiwatazama hivi, yani wewe unaona yule mtu yuko sawa, ile hali yake ilikuwa na, hata yeye mwenyewe pia atakwambia mimi siko sawa. Yeye mwenyewe hakatai kwa katika hali mbaya, hajitetei akasema leo mimi hali nilionao ni nzuri, ni kuwa shaingia katika ule mtihani. Lakini kila anayemuona mlevi ajua kuwa hiki kitendo cha kulewa hiki chastahili kiharamishwe.
Uislamu ukaja kuharamisha. Au ukija ukitizama katika uwizi, nani hapa aweza kusema kwa uwizi uhalalishwe? Nasema labda awe mtu hayuko katika fitra, ule binadamu sasa shauvua. Sikwambii Uislamu awe mkafiri, ule binadamu pia hana tena, ambao kidogo waweza kumwambia dhulma haifai bwana, hata kama mimi si Muislamu, jinsi najua na dhulumu si sawa. Wewe waonaje watu wenda kotini, wenda kutetea bangi halalishwe? Akili zao nzima. Wewe ukiwaangalia tu wale watu wanaoingia pale ndani na wale majinywele waliokuwa nayo, wewe unaona hawa akili zao salama? Sasa shida ya hii mifumo hii ya kikafiri kama vile demokrasia, capitalism, communism, mambo haya, yani waweza watu kukaa kuwasikiliza mamwehu kama wale, ati basi wanaleta kesi wale wa kupigwa bakora na kuondolewa pale. Yani mtu atetea watu kwenda kuwaonda wazimu. Kwani sisi hatujaona bwana wavutaji bangi sitowajua mitaani bwana? Wewe ukiangalia mvutaji bangi uone yuko sawa wewe? Hata kama katika hali ya kawaida yuko sawa, akishavuta ile madudu yake aweza kuzungumza maneno hayaingii kichwa wala miguu. Si haya mambo tuyaona tu. Lakini watu wakiwa wametoka katika ile fitra Allah aliyoumba nayo, hii ndio hali yao. Kiufupi ilikuwa tueleza kuwa Uislamu mtu akiutizama tu ajua hii ni haki, na ndio maana wako wengi waliosoma Uislamu wakaufuata hata bila ya kuambiwa na mtu, yeye mwenyewe tu amesoma akajua hii ni haki. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. كم محمد صلى الله عليه وسلم na masahaba wake siku wametajwa katika Injili peke yake, bali wametajwa katika Taurati pia. Na hili tutaona katika aya mwisho suratul Fath, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u inshallah dhalika mathaluhum fi at-Tawrat wa mathaluhum fi al-Injil. Kwa siku tajwa Mtume sallallahu tu, bali wametajwa Mtume sallallahu na masahaba wake katika Taurat na Injili. إلى قوله المفلحون. ولهذا قالها هنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم المائلون إلى الباطل. أنا يحكمك وشريعة نحكم يسيكوا يا الله، huyu basi ametoka nje ya taa ya Mola wake na kumili katika batil. At-tarikuna lilhaqi, ameiacha haki. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر من السياق. sema hii aya imeshuka kwa manasara, na haya tumeeleza katika masala ya kuwa anayehukumu kwa sheria Allah hukumu yake nini. Niliwatajia kitabu hapa au risala ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala akizungumzia swala hili. Kuna mtu labda ameipata kwa PDF, kuna mtu labda ameitafuta kaipata hii risala. Mimi nilikuwa nayo kitambo, niwe kuisoma kitambo sana, labda miaka 15 20, lakini risala ya hukmu toji al-hukm bighairi ma anzala Allah, kama hiyo Sheikh Al-Albani rahimahullah. Risala anaipata basi mtaituma kwa magrupu, mtu aitoe kwa sababu pale ndani nimewatajia kuwa ni risala aliandika ni Sheikh Al-Albani. Asili yake ni muhadhara, aliulizwa swali akajibu, ikaandikwa, kisha ikafanywa takdim ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah na taqrid ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Kwa ni risala ambayo wamekubaliana katika wanavyuoni wa asri wakubwa kabisa, Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen. Kwa hiyo yale yaliyomo pale ndani ukiyasoma moyo wako uko baridi kabisa, kwa ni jambo ambalo ndiyo itikadi ya wanavyuoni wote wakubwa wa asri hii. Kwa risala mkipata inshallah mtaituma katika magrupu ili watu wafaidike. Aya zinazofuata inshallah taala tazisoma katika darasa itakayokuja biidhnillah taala. Nafikiri nitasimamia hapo inshallah kwa sababu ya wakati. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.